tuishi kama watu tunaotambua kwamba Mungu ni mnyenyekevu, anataka tunyenyekee. Tuache hali ile, tuombe. Baba mtakatifu, Mungu mkuu sana, tufanye kubadilika, tusaidie sisi na watoto wetu, sisi na waume zetu na wake zetu, jamii yote ya waaminio, tunapoingia mahali pako, nyumba ya sala. Baba, tukaonyeshe kicho kwako, jina lako litukuzwe. Nikusihi Baba, utusamehe masaa yote tunakukosea. Nikusihi sasa, masomo yanayoendelea kuanzia linaloingia stari za Biblia, ulibariki mtumishi huyo, muongoze watu tunaosikia. Fungua akili zetu zisitekwe na adui shetani na vikosi vyake, tukaelewane na neno lako, tukutumikie. Tunaomba hivyo kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo. Mkutano wote tuseme amena. Ikuja hapa mahali huwa tunaweka tu, taka ikuja hapo, yani nabeba peke yake. Wachana na hayo maji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumemaliza kipindi cha kwanza. Kwa hivyo nipende kuwasihi kwa watu wazima tutasalia tu mahali tumeketi. Watoto tutaelekea kule penye tulikuwa Sabato iliyopita, na kisha lile darasa la ubatizo pia kuna sehemu yenu ambao mlikuwa katika Sabato iliyopita. Kwa hivyo tutunze muda katika madarasa yetu. Mbarikiwa sana. Naarifiwa kwamba kuna wale wageni ambao wanahitaji ubatizo. Pia tutakuwa pale penye unaona uko kwa pikipiki pale kwa mti. Kwa hivyo ujiunge na lile darasa kama unahitaji ubatizo. Sawa. One, two. One, two, one, two. Hata wimbo ya kutawanyika. One, two.
samahani kidogo. Kuna mahali pa kisaidia jinsia ya kike na watoto wao pale nyuma, mahali kuna kitambaa pale. Waume upande huu hapa nyuma tu. Halafu wale wageni wetu wanajua tangu juzi wanaelekea wapi, na hivyo tufuate huo taratibu. Asante, mbarikiwe. Asante sana, tunashukuru Kristo. Tena masaa haya ikiwa ni sabato yake takatifu, Yesu ametuongoza tena, tumeiona siku ya leo, na tunashukuru sana kwa wote ambao wamefika kwa ibada ya siku ya leo. Karibuni sana, mujiishi mko miguuni pake Kristo. Leo ikiwa ni sabato, maana mkutano tulimaliza jana. Leo nataka nizungumzie mada moja ambaye inasema mapigo saba. Mapigo saba. Kwa hivyo ni swali ambaye tunataka tuulizane. Watu wengi wanadhania kwamba Kristo atakuja tu, hawaelewi ya kwamba kuna kitu kitafanyika alafu ndio Yesu aweze kuja. Na ndio mada ya leo ni mapigo saba ya siku za mwisho. Watu waelewe, wakati watakaa kwa dhambi na wakatae kufuata ukweli, mapigo saba ya siku za mwisho Mungu ataweza kuyamimina kwa watu wake. Kwa hivyo kabla ya kuanza, wacha tuombe. Baba na Mungu Mwenyezi, tunashukuru sana, umekuwa nasi na unazidi kutuongoza. Tunapoenda kujifunza neno lako, katuongoze. Roho wako Mtakatifu akiwa mwalimu wetu, maana hili ndio ombi letu kwa Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Kwa hivyo wengi wanadhania ya kwamba Yesu akija hakuna jambo litafanyika. Wao watakaa alafu wakuwa wanasubiria tu parapanda ya mwisho. Lakini wacha niwaambie, kabla ya parapanda ya mwisho lazima kuna jambo litatendeka. Nataka unisomee kitabu ni cha Sefania. Sefania 2 mstari wake ni wa kwanza. Nataka nianze na hiyo. Sefania 2 aya yake ni ya kwanza. Maandiko yanasema nini? Jikusanyeni. Ndiyo. Naam, jikusanyeni. Nani? Taifa lisilo na haya. Kwa hivyo Mungu anaanza akisema tujikusanye, taifa ambalo halina haya. Watu ambao wana haya wanajikusanya. Teremka na andiko. Kabla haijazaa hiyo amri. Sasa anasema kwa nini tunajikusanya? Mbona tujikusanye kwa ibada? Ni kabla haijazaa hiyo amri. Twende. Kabla haijapita siku ile kama makapi. Na kabla haijapita siku ile kama makapi. Twende. Kabla haijawajilia hasira kali ya Bwana. Nataka kusikie kuna mambo tatu ambaye Sefania anazungumuza. Anasema tujikusanye kabla haijazaa ile amri. Ya pili akasema tujikusanye
kabla haijakuja siku ile ya Bwana. Nataka uangalie, kuna amri ambayo itazaa. Sasa tunajikusanya kabla haijazaa, na kabla akuja kuwa na nyakati mbaya, na jambo la tatu, kabla haijawajilia hasira kali ya Bwana. Maandiko yanateremka ikisema nini? Kabla haijawajilia siku ya hasira ya Bwana. Ndiyo, mtafuteni Bwana, mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia. Na sasa angalia, anasema tumtafute Bwana tulio wanyenyekevu wa dunia. Lakini pointi yangu kwa kitabu cha Sefania ni hii, ya kwamba anasema tujikusanye kabla haijazaa. Kuna amri itazaa, inaitwa Sunday law. Watu watalazimishwa wafanye ibada siku ya Jumapili, na wale watakataa watauawa. Sasa anasema kabla Sunday law ijapitishwa, watu tujikusanye vile tunajikusanya saa hii, taifa lisilo na haya. Maana Sunday law wakati itapitishwa, hiyo ndio inaitwa New World Order, ambaye mataifa wanang'ang'ana ya kwamba tuwe na kiongozi mmoja, na tuwe na serikali moja, na tuwe na ibada moja. Hii ni maneno ambayo itakuja kutokea. Sasa kabla haijatokea, anasema tujikusanye kabla ya ile amri kuzaa. Maana Sunday law ikizaa, jambo la pili ni nini kitafanyika? Persecution itakuja kwa Wakristo.